Safari mnaunganisha kutoka Mwanza, hivi sasa mnaelekea Zanzibar. Hali ya timu, tumeongea na kapteni, lakini kwa upande wa uongozi maandalizi yako vipi so far? Ya maandalizi ya kiutawala na kiitifaki yanakwenda vizuri. Hata unapoona timu iko safarini, maana yake ni sehemu ya maandalizi ambayo yanashughulikiwa na uongozi. So kila kitu kinakwenda sawa sawa na tunatarajia kwamba kitakuwa sawa sawa hadi wakati wa mchezo. Nilikuwa namuuliza kapteni hapa, yawezekana timu kwa namna mashabiki wanavyoona inaweza ikawa bado iko kwenye fungate, hasa ikizingatiwa kwamba nafasi yenu ya kutoa kombe la CRDB ni kubwa kuliko ilivyo kwa NBC. Kwa ninyi uzito uko vipi hasa mara baada ya kushinda mchezo uliopita? Sisi hatuangalii nafasi. Sisi tunaangalia tu mechi kama ilivyo. Tutakwenda kuapproach mechi kama mechi ilivyo, wala sio nafasi. Nafasi sio jambo letu sisi. Nafasi ni mwisho wa msimu, tutaangalia nafasi iko wapi. Usiniambie kwamba ligi unapoanza mechi ya kwanza unaangalia nafasi yako kwamba siwezi kuwa bingwa kwa hiyo mechi ya kwanza unaipozia. Hapana, sisi tuna approach mechi kwa umuhimu wa mechi yenyewe. Wala hatujali kwamba hiyo mechi ni hatua gani. Iwe nusu finali, iwe mshindi wa tatu, iwe nini, lakini mradi mechi, na hiyo tutakwenda kuapproach katika mtindo huo huo. Tuweze kuicheza kwa heshima yote na tuitendee heshima mechi yenyewe, mashabiki wa mpira na mpira wenyewe kwa jumla. Kwa wasiojua, kuna umuhimu gani wa Azam FC kushinda mchezo huu dhidi ya Yanga? Because of branding. Unapopoteza mechi sio Yanga tu. Yaani ingekuwa dhidi ya mpinzani yoyote, kupoteza mchezo sio jambo zuri. So kutetea hii badge inabidi kushinda. Regardless ukishinda hiyo mechi ina impact gani kwenye msimamo kwenye nini, hiyo jambo lingine la pili. Hilo litakuja kujulikana mwisho wa mechi. Lakini wakati mechi inaendelea kila dakika tafuta goli, likipatikana ndio kitu cha muhimu. Kwenda mpaka dakika 120 Mwanza kunaweza kukaakisi ugumu wa kile ambacho kinaenda kutokea Zanzibar. Kwa ile imekuwa dakika 120 kwa sababu ni mechi ya mtoano. Umeona Lakini Zanzibar hakuna 120. So hizi timu zinakutana kila siku. Hii tumetoka kucheza Mwanza mechi ya 4 ndani ya msimu huu. Hiyo inakwenda Zanzibar mechi ya 5. So mechi nyingi namna hii huwa zinafanya matukio ya kutana kwa mara yawe ya kawaida. Yaani iwe kitu cha kawaida tu kwenye mchezo na hakuna tension, hakuna uspecial kama mechi. Ukiacha mechi ina maana gani kwa sababu ni ya ligi. Lakini kwa hizi timu kukutana mara kwa mara kunafanya mechi hiyo ya kawaida miongoni mwao. Wachezaji wanazoeana na matukio mengi yanakuwa ya kawaida. Updates kwa wachezaji, hali ya timu iko vipi? Kuna watu wanatarajia kukosa, kuna watu wamesalia da. Waliokosa mechi ya Mwanza ndo hao watakosa kwa maana ya kuwa majeruhi. Kwa sababu kuna wengine walikosa kwa sababu mwalimu hakuwachagua. Hiyo ni jambo la kawaida, lakini kwa maana kwamba labda majeruhi Sadun Nasoro majeruhi ya muda mrefu sana, Mendoza muda mrefu, Sop kidogo amerudi kwenye timu na amesafiri na timu lakini bado hayupo kwenye kucheza, lakini ameanza kusafiri na timu. So mostly tutakosa wachezaji wawili, Mendoza na Sadun Nasoro. Mwisho kabisa, Yoro Diaby alipata kadi nyekundu kwenye mchezo uliopita. Mendoza ameumia, nafasi ya ulinzi kwenye timu haijaterereka kwa namna yoyote. Hapana, sisi tuna wachezaji wengi. Kwani umeona Mendoza muda mrefu sana hayupo na watu wanacheza. Yoro alipewa kadi nyekundu pale, wakaingia wengine, si ndio? Timu ndio iko hivyo. Timu ina watu wengi. Yaani ukiacha tu kila nafasi inaweza ikawa na mtu, lakini pia unatakiwa na watu ambao wanaweza kucheza nafasi nyingine panapohitajika. Yaani unatakiwa uwe na kiungo ambaye anaweza kasikuja akaja kadaka. Unatakiwa uwe na keeper ambaye anaweza kucheza striker. Unatakiwa uwe na fullback ambaye anaweza kucheza striker. Hivyo. Kwa hiyo si timu yetu iko hivyo na wengine watachukua nafasi, maisha yataendelea. Salamu kwa mashabiki wa Azam FC na wale wanaoiombea mema Azam FC, kwa sababu mchezo huu unatambua kwamba kuna watu wengine pia ambao wanaiombea mema Azam FC. Kila mchezo tunaocheza kuna watu ambao wanaombea mema Azam zaidi ya mashabiki wetu. Kuna watu wengine kwa sababu Azam ni timu ya wote. Yaani Azam ni timu ya wote. Usipoishabikia leo utaishabikia kesho.